A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa vipindi vyetu pendwa vya tiba, kama unavyoona hapa niko na Dr. Abubakar au Mwalimu Kenzidio. Niko anatayarisha dawa. Hapo dawa inayochukuliwa ni majani ya mtopetope, majani ya munziganziga. Majani ya mtopetope ndio haya hapa. Kama unavyoyaona. Haya ndio majani ya mtopetope. Na majani ya munziganziga ndio haya hapa. Alafu baada hapo ataenda kuchukua majani ya kifumbe. Atachanganya. Hii ni kwa ajili ya tiba ya matatizo ya uchawi, mashetani, mizimu. Umeona? Vifuasi, vinasaba na kadhalika. Ambao munziganziga mwingine huu hapa. Na hapa tuko mkoa wa Shinyanga, katika wilaya ya Kahama, katika kijiji cha Wame, kata ya Kirago. Mashaallah, alhamdulillah. Na hili eneo ni eneo la wanaharakati wa dini ya Kiislamu katika hii wilaya wilaya ya Kahama. Iko hekari nadhani 24. Iko hekari 24, mashaallah, alhamdulillah. Kwa leo tumekuja kutembelea, na pia kuna maembe kama unavyoona. Maembe yako mengi. Sasa tuko mbali kidogo, lakini kule mwanzo tulipokuwa ndio hapo. Kule mwanzo tulikuwa tunakula kule maembe. Umeona? Hapo nimeazumu kidogo ili uyaone. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa wale wote ambao wanateseka na matatizo ya mashetani, matatizo ya mizimu, ya uchawi, basi tumieni dawa hizi. Unatumia kunywa, nyingine unaweza kuchemsha kwa unajifusha, au ukatengeneza unga. Ule unga unatumia kwenye uji au kwenye maji vuguvugu na kunywa, nyingine unatia kwenye mafuta unakuwa unapaka. Inatibu hayo matatizo. Na pia hapa kuna dawa nyingine inaitwa mkoyoyo, na matunda yake ndio hapo. Umeona? Hii mkoyoyo nzuri sana kwa wale wenye kusumbuliwa na ganzi. Unachukua mizizi yake, unachemsha, unakuwa unakunywa. Nzuri sana kwa matatizo ya ganzi. Best kabisa. Umeshaona? Kwa nimependelea pata hii faida. Nikupenda faida nyingine ya mti mwingine ambao ndio hapa. Kwa sisi Kigoma tunaita muhenya. Mti kwa Kiswahili wanaita mzima. Yaani unazima kila kitu. Kwa mfano utakuta familia zingine magonjwa hayaishi kwenye mji. Umekuwa ukisumbuka mara kwa mara, biashara haziendi vizuri, wachawi wanga wanakusumbua, watu wanakuonea kijicho kutokana na mafanikio yako? Mkombozi amepatikana. Dawa bora kabisa ya kutoa nuksi, kuondoa wachawi, wanga, gere, vijicho, mikosi na gundu ni Ngaka. Ngaka ndiyo mkombozi wao. Inakinga na kusafisha miili yetu pamoja na majumba, maofisi, mashamba, viwanja na kadhalika. Dawa hii ya Ngaka imetayarishwa na Dr. Bihizi. Anapatikana WhatsApp namba +2557155244946 ama +25587524946. Huyu ni Dr. Bihizi, mtaalamu wa Ngaka, mkombozi wa wachawi pamoja na gundu. Huyu kuna yale mauchawi ambao wanafanywa mtu, labda mwenye nyumba akipata pesa au baba akipata pesa, basi anaanza kuugua mmoja baada ya mwingine. Sawa? Basi anaugua huyo, anaenda huyo, inaenda mpaka ile pesa aliyoipata inaisha. Kisha magonjwa yana stop. Umeshaona? Ile hali ya kusumbuliwa, kuwangiwa na wanga. Umeona? Katika mji wanga wanakuwa sumbua sana. Basi hii dawa itakufaini sana. Unaumwa magonjwa ambayo hayaishi, hii dawa itakufaini sana. Unachotakiwa kufanya,
unachukua tu haya majani, unaweza kuyatwanga, alafu kisha twanga ukatia kwenye maji, kwa mfano kama ndoo ya lita 20, au ukachukua hata diaba ukatia ndani yake maji ya lita 40 au lita 60, wewe tu. Alafu ukishafanya hivyo unachukua na makaa, unaweza kuchukua hata makaa 7 ya moto yale, ukao unazimia ndani yake. Kila yakifurumia unatia manuizi ya Mwenyezi Mungu, nazima kila aina ya tatizo lililoko katika huu mji. Wakazi wanaoishi katika huu mji, matatizo yanawasumbua na huu mji, namna unavyosumbuliwa na wanga, wachawi, mashetani, mahasidi, Mwenyezi Mungu unazima kila aina ya tatizo. Kwa hiyo unakuwa unachukua kila kaa moja unatia na furumia pale, unatia manuizi hivi mpaka yale makaa 7 yanamalizika. Yakishamalizika, kama una ngaka unaweza kuweka na kijiko kimoja cha ngaka. Kama huna ngaka au na mti mkuu pia, na unaweza kuchukua gome kidogo kalichoma na lenyewe afu ukazimia ndani yake. Umeona? Kwa ukishafanya hivyo, ndio kila mtu sasa katika ule mji anakuwa anakuja, anachukua kikombe kimoja, anakunywa. Akishakunywa afu anachukua kiasi kama cha lita 3 hivi au lita 4 5, anaenda pembeni anakoga. Umeona? Tena unaweza kukoga hata umevaa. Yaani kwa mfano unaweza kuvaa hata msuli kwa unakoga, au unaweza kuvaa nani ile mnaita nani ile vesti au fulana, ukavaa na suruali nyepesi kama zile za vikoi, basi ukakoga. Mwanamke anaweza kuvaa dela. Usiku nzuri zaidi inafanyika usiku. Kwa mfano baada ya ile mida ya saa 2 saa 3, umeona? Ndio linafanyika hilo zoezi. Kwa mnakoga nyote mmoja baada mwingine. Kishamaliza maji yanayobakia ndio yanabakia na mwagiwa kwenye ua. Umeona? Pamoja na kupigia deki ndani au kulashia ndani. Hiyo kesi inakuwa imeisha. Hayo matatizo ambayo yalikuwa yamefanywa ya huo mji kwamba watu wao wanakaa na uguagua au yalifanyika yale mambo ya laana. Umeona? Mnakuwa mmezima moja kwa moja. Kwa hiyo nimependa pia na huu mti nikufahamisheni, japo katika video clip zingine zitakazokuja tutauelezea ndani kwa kina zaidi, kwa sababu unatibu magonjwa mengi mazito kabisa umhenya. Kwa kufika hapa ni kwa geni, tutaonana katika vipindi vijavyo. Wabillahi tawfiq wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.